Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuhisi maumivu moyoni. Kutaka kusahau mambo yaliyopita yenye kukuumiza. Ila hiyo itakuwa na ugumu. Kuacha kubisha kitu. Kutamani kumjulisha mtu jambo. Utafikishiwa taarifa inayowahusu watu wako wa karibu. Utatakiwa kujisafisha au kujiondosha kwenye vizuizi kwa kufanya yaliyo mema na yaliyokuwa na utetezi kwako. Utamwamrisha mtu kufanya jambo na atakutii. Utakuwa mwenye mshangao kwa mtu. Kuhisiwa vibaya. Utakuwa makini sana kwa matumizi. Kumwokoa mtu kwenye tatizo zito. Utapatiwa mazingatio au nasaha zitakazo kuimarisha kiimani. Utaonesha hali ya kumshukuru sana mtu kwa wema aliyokufanyia. Ujumbe wa kweli utakufikia. Utasuluhisha mgogoro wa mahusiano. Utakuwa sababu ya watu kusameheana. Mtu atakuaminisha jambo. Uhitaji kuwa mwangalifu. Nyota ya Mshale. Kujihisi kuumwa. Kuachana na mtu kwa sababu fulani. Kuhisi unyonge uliopitiliza. Kumfikiria mtu ukiwa unalia. Mashaka yako ya kitu kujirudi tena. Kumuona mtu ambaye kafanana na wewe. Kuna namna ya utetezi utakaoupata. Kupata usaidizi wa kitu kwa wakati wa usiku. Kujilazimisha kuongea na mtu. Mtu kukuhakikishia kitu. Utajihisi amani baada ya jambo kuwa sawa. Mtu anaonesha hali ya kukusikiliza na kukutii. Hutosita kumwambia mtu ukweli. Kuna mtu anapitia maumivu kwa makosa aliyokutendea. Wasiwasi wa mtu utajionesha pindi utakapokuwa naye karibu. Kuna mtu anakuchunguza. Mtu anafikiria kukuomba msamaha. Nyota ya Punda. Wachache wenu kuhama. Kumsitisha mtu asifanye utekelezaji wa jambo. Utafahamiana na kiongozi fulani. Utapata mwaliko. Kukabidhiwa kitu. Kuacha kumsema mtu vibaya. Mtu anatamani kukufanya uwe upande wake. Utaridhia kumsaidia mtu. Utaukumbuka wema wa mtu anaojitoa kwako. Mawasiliano yenye faida yanaendelea kukufikia. Utaimarisha uhusiano wako na mtu. Nyota ya Ng'ombe. Utalihangaikia suala la uzazi. Baadhi yenu kutumia dawa zitakazokuwa na matokeo mazuri. Kumuona mtu ni mjanja sana. Mtu ataona unajisahaulisha kwa wema aliyokufanyia. Utaachwa huru kwa jambo fulani. Utatoa onyo. Utaambiwa jambo linalojirudia. Kupata ugeni wa ghafla. Mtu atakuhitaji umsaidie jambo. Utaelezewa kitu. Baadhi yenu kuombwa msamaha na wapendwa wenu. Watu kuhitaji ushirikiano tena na wewe. Kutafakari sana kitu. Mtu atahitaji kuonesha kuwa umebadilika. Utapatiwa nafasi ya upendeleo. Utaidhinisha jambo kufanyika. Utamjua mtu anayekwamisha mipango yako. Utatafuta namna ya kujisaidia kwa jambo linalokuumiza kichwa. Ng'ombe, kilio chako kimesikika. Sauti yako imeingia katika hisia za mtu mwenye utambuzi. Nyoosha mkono upate usaidizi kutoka kwake. Nyota ya Mashuke. Kupata hasira za milipuko. Utajizuia kufanya kitu. Utachukizwa na tabia ya mtu. Hautohitaji kumjadili sana mtu fulani. Kuangukiwa na kitu. Mtu atakuja na ombi la uchumba au kuanzisha uhusiano. Utakuwa na mashaka kwa muunganiko wa mtu fulani. Utaruhusu akili kufanya kazi kwa jambo. Utalidadavua jambo lenye ukungu. Utaaminishwa jambo na kweli utaamini. Mtu atataka ujitambue au utambue kitu. Baadhi yenu kujiondosha katika vifungo vya shari bila kujua. Kwa maana nguvu ya usaidizi ipo upande wenu. Jani la mwarobaini litakuwa ni dawa kwako. Kwa wenye kupata ugumu wa kipato, weka sehemu yako ya akiba. Mwenye kuumwa chemsha na upate kunywa. Weka nia iliyo njema kuvilinda vya kwako. Utauimarisha ushirikiano wako na mtu. Mtu ana lengo la kukusaidia.
hivyo unaweza kupata kitu au mambo yako kuwa sawa. Utapokea kiasi cha pesa. Nyota ya mbuzi. Utaonesha jitihada katika kulihangaikia jambo. Utaoneshewa ushirikiano na watu fulani. Utajihisi amani baada ya kujuana na mtu. Kupata mtoto au uzao mpya. Kupatiwa hazina uitunze. Kupanga kusafiri. Baadhi yenu mtakuwa na hali ya majuto na masononeko ndani ya mioyo yenu. Kuona mambo hayaendi kama inavyotakikana. Kuhisi homa kali. Kutamani kupata uponyaji. Mbuzi, nguvu yako inahitaji ujipambanie. Na kila njia unayopita mtangulize Mwenyezi Mungu. Funguo ya kweli ni imani yako na ipo ndani ya moyo wako. Kuhisi unazungumziwa vibaya. Utatamani ujisimamie wewe mwenyewe. Nyota ya ndoo. Mtu fulani anajitenga na wewe. Ikiwa umemkosea au ana sababu zake binafsi. Kujiepusha na mtu tapeli. Utafikishiwa malalamiko na utayafanyia kazi. Tukio fulani litakufunza. Utajiaminisha jambo. Kuweka sawa mipango yako. Japokuwa unapitia ugumu lakini utajitahidi kufanya kitu. Kuona mtu amekuwa mstaarabu kwako. Utafanya mawasiliano na mtu ambaye hukumtarajia. Mtu atahitaji umshauri. Utaaminika na kikundi cha watu. Kauli yako itakuwa na nguvu. Kupendwa sana na watu hasa watoto. Kuchangamkiwa. Kuonesha hali ya usikivu. Mtu atakuuliza swali kwa lengo la kuupima uelewa wako. Utamkaripia mtu kwa hasira mpaka atakuogopa kwa kauli yako. Utaamka ukiwa mwenye njaa kali sana. Utajilazimisha kumuelewa mtu. Nyota ya mizani. Utahisi mtu anajichosha kwa anachokifanya. Utakuwa mwenye matumaini ya kitu. Kupata mrejesho mzuri. Utafikiria kumuomba mtu kitu. Utahisi mtu anajiweka mbali na wewe. Utajitahidi kurekebisha ulipokosea. Jina lako kuwa maarufu. Mtu mwenye asili ya upole atakuwa ni mkali sana. Utajihisi aibu kupita au kufika sehemu. Uviondosha vitu ambavyo huna matumizi navyo tena. Utafurahia kuifikia hatua fulani. Watu au mtu kuwa upande wako. Utasifiwa kwa muonekano wako. Utavipata vingi kwa wakati mmoja. Kwa baadhi yenu kuhisi maumivu ya bega. Moyo wako kuchoka kabisa. Kutokana na madhira unayoyapitia. Deni kuzidi kuongezeka. Kuacha kuwa mkimya kwa mtu. Kujihisi kutengwa au kubaguliwa na watu wako wa karibu. Nyota ya mapacha. Kusemeshwa sana na mbwa. Yaani upitapo kuisikia sana sauti za mbwa. Unajulishwa kitu chenye kukuhusu katika namna ya kupewa tahadhari. Mtu atakuharibia mipango yako. Hivyo utahitajika umakinifu kuwepo na kuweza kulidhibiti jambo. Mtu kukupoza moyo wako na kufanya uwe sawa. Utatamani kuyasikia maneno mazuri kutoka kwa wapendwa wako. Kumfunza mtu kwa vitendo. Kupigiwa sana simu. Mtu atahitaji kuwa mwaminifu kwako. Baadhi yenu kulala kwa hofu. Mapacha. Kuna mtu anaumia na kusononeka kwa ajili yako. Unatakiwa kusahihisha ulipokosea. Utalikataa ombi la urafiki kwa mtu. Utaujua uhalisia wa mtu. Utafahamishwa jambo la siri lenye kuihusu familia. Utalinganisha matukio na kujua chanzo cha tatizo. Utajiuliza ni kwa nini unakuwa ni mtu wa kwanza kupokea taarifa. Kabla tatizo halijatokea utalihisi au kuliona ndotoni. Mapacha, wewe ni mtetezi, mponyaji na ni mtoa msaada. Sauti yako inaingia katika mioyo ya watu. Uko na nguvu ya kuwakusanya watu. Utapata kitu kwa sababu ya mtu. Utapokea ujumbe mzuri. Utahisi kusisimka. Nyota ya kaa. Kuwa na wasiwasi kwa jambo. Kuona kama kuna kizuizi kinachokwamisha safari yako au mambo yako.
Kuokota pesa au kitu njiani mvua ikiwa inanyesha. Ni ishara ya kufunguliwa riziki zilizofungwa kwa hila. Kupata njozi za watu waliotangulia mbele za haki. Ni ukumbusho wa kuombea dua na kuwatolea sadaka. Unapatiwa ujumbe wa utetezi. Utajutia kufanya dhambi fulani. Utaahidi kuwa bora. Utaacha kuchelewa sehemu. Utakuwa ni mtu wa kukumbuka kifo. Kila ukiwa kwenye hali ya utulivu. Na kuwa mwenye hofu kwa ulioyatenda. Utafanya usawa. Utajutia kumsema mtu. Kuna pesa itakufikia siku ya leo na kuanzia siku zijazo. Utafanya uokoaji kwa mtu aliyetaka kujizuru. Utamfanyia mtu hisani. Nyota ya Nge. Kuangalia kitu kwa simu kwa muda mrefu. Kuhisi amani baada ya kuzungumza na mtu fulani. Kupata matumaini. Kupata nafuu. Kulipwa deni lako. Kupata maelekezo muhimu. Kukamilisha jambo. Utaamua kujipambania. Nge. Wewe ni mtu wa kale uliyebeba siri kubwa kifuani mwako. Mwelekeo wa haki unakuongoza kutoa au kupokea msaada. Kupitia maumivu kwa watu uliowaamini na kuwapa nafasi. Kuhisi mtu alikuwa akikuhadaa. Utajutia kumwamini mtu mlongo. Kupata mfadhaiko wa moyo. Nge. Jaribu kuondosha vizuizi vinavyokwamisha safari yako. Kwa maana kuna watu wanafurahi kukuona ukitoa machozi. Ipokee fimbo ya mwongozo ikuongoze katika njia ya haki na kufuata maamrisho yaliyo mema. Kupata taarifa ya uponyaji. Kujiondosha kwa mtu. Kujitahidi sana kuwa mwema kwa watu. Nyota ya Samaki. Kuhisi utulivu unapokuwa peke yako. Utakuwa mwenye hisia kali unapowazia jambo fulani. Kuhisi mtu amechoka kuwa upande wako. Utahofia kumtafuta mtu fulani. Utatamani kuujua ukweli uliojificha kwa jambo fulani. Utakosa maelewano mazuri na mtu. Utaruhusu upofu wa hisia kwa kukumbatia unachokipenda. Utajitahidi kuwa katika hali ya kawaida, ili watu wasijue madhira unayoyapitia. Baadhi yenu mpo kwenye nafasi nzuri sasa, kufanya wema zaidi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.